Bwana amelele. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Ufunuo TV. Ninayo furaha kubwa sana kukutana nawe mtazamaji wangu katika siku hii ya leo, siku ya baraka nyingi sana. Na kwa namna ya pekee sana niko na askofu wa kanisa la Ufunuo, makao makuu ya kanisa la Ufunuo liloko Kimara Bonyokwa jijini Dar es Salaam, Askofu Rahma. Nashukuru Mungu kwa kibali hiki, kwa sababu niko na mama huyu. Kumpata ni kazi sana, nadhani kutokana na majukumu na kazi nyingi alizokuwa nazo, lakini kwa neema ya Mungu niko naye hapa, na tamani ajitambulishe kwa uzuri zaidi. Labda mimi naweza nikawa nimeshindwa kumtendea haki, lakini pia kuna vitu vingi natamani tuzungumze naye na tujifunze kutoka kwake kama askofu wetu na kiongozi wetu katika kanisa hili. Mama za uzima. Haleluya. Kwanza heri ya mwaka mpya. Na kwako pia. Nadhani tangu mwaka uanze hatujaonana na hatujakaa kama hivi kuzungumza. Ni kweli kabisa. Karibu sana mama. Kwanza unajisikiaje kwa siku hii ya leo na ibada ya siku hii ya leo? Kiukweli najisikia vizuri sana. Ibada ilikuwa ni kubwa, ni ibada yenye nguvu. Kwa hiyo niko vizuri na nimeshukuru sana na kufurahi. Baba kufunguka kama Jumapili hii ya leo inakuaga ni mara chache sana, lakini anapofunguka mambo makubwa hufanyika. Ibada ya siku hii ya leo unaizungumziaje sasa, na kwa namna ambavyo watu wamebarikiwa, na kwa namna ambavyo watu wamefunguliwa, na kwa namna mambo makubwa watu wamefanyiwa, kwa sababu tunaamini ibada hii bado tunaendelea nayo. Baba amesema takriban wiki 7. Hilo pia unaweza ukalizungumzia vipi? Kuizungumzia ibada ya leo, na baba anaposema yeye ni Mungu ndani yake. Kwa hiyo kile anachokisema lazima kitimie. Alisema tangu wiki 2 zilizopita ya kwamba kutakuwa na ibada kubwa Jumapili hii ya leo. Kwa hiyo kiukweli ni ibada kubwa, na huwa ni kawaida Mungu kuonekana kwenye ibada za Ufunuo. Huwa ni kawaida baba anaposema neno, nguvu kushuka, watu kufunguliwa, kukombolewa, kutengenezewa historia mpya ya maisha yao. Ni kawaida. Amina sana. Nimekuwa na swali hili. Mimi pengine na mtu mwingine anaweza kawa anajiuliza, Askofu Rahma, wengi tunafahamu hili jina Rahma, basi tungekuwa upande wa pili huku kwa wenzetu, lakini leo tunakutana na jina Askofu Rahma. Kidogo mtu anaweza katamani kufahamu historia yako ya wokovu. Ulikuwa wapi mpaka sasa ukajipata huko Ufunuo kabisa, katika kanisa hili la Ufunuo? Ulikuwa wapi mpaka ukajipata hapa? Kwa jina hili la Askofu Rahma, nikielezea historia yake au historia yangu, mimi kihistoria kabisa ni Muislamu. Baba yangu ni Muislamu, pamoja na kwamba mama yangu ni Msabato. Kwa hiyo ni mtu ambaye Ufunuo ni Mungu tu alinileta kwa makusudi yake. Kwa hiyo nilikulia kwenye Uislamu, kwenda msikitini, lakini baadaye katika kuhangaika kumtafuta Mungu, kiukweli nilikuwa napenda sana Ukristo pamoja na kwamba nilikuwa kwenye Uislamu. Na kwa sababu mama yangu nilikuwa naona mambo ya Kikristo yakifanyika, nikawa natamani, lakini bado sikutamani kwenye dhehebu la mama yangu. Kawa natamani yani mahali ambapo nitamuona Mungu kwa ukubwa. Wakati nimehamia Kigamboni, ndo huduma ya Ufunuo imekuja pale, nikapata mtu akanishuhudia. Kwani mtu aliyekuja kupanga nyumba ambayo na mimi nilipanga hapo, akanishuhudia kwamba twende kanisani, kuna huduma inafanya kazi vizuri na Mungu anaonekana, watu wanafunguliwa. Kwa hiyo niliujua Ufunuo kwa staili hiyo. Na tangu nilipofika Ufunuo, niliingia, ilikuwa ni mwaka 2006 mwishoni. Yani ndo baba amefika 2006 mwishoni ndo niliingia na mimi. Kwa niliingia pale, lakini ndo alikuwa sehemu ya kwanza kabisa ambapo ameanzia huduma, lakini tulikaa kwa muda tu wa wiki 2 tukahama pale kwenda kanisa lingine, lakini wakati wanahama na mimi tayari nilishakuwepo.
Kwa hiyo nilipokwenda tu kwa mara ya kwanza, kiukweli nikaona utendaji wa Mungu. Kaona Mungu anatenda kwa ukubwa, na kwa mimi alinitokanizia kwa viwango vya ajabu sana. Kuna vita, unajua tunapokuwa tunasali wengine, kama nilipokuwa, hujui mambo ya vita, lakini unakutana na changamoto nyingi za kimaisha. Nakutana na vitu vya milipuko, magonjwa ya ghafla nini, lakini unakuwa huelewi na hujui utapata wapi msaada. Wengi walikuwa wanategemea msaada ni kwenda kwa waganga na nini, lakini mimi nilipoambiwa kwamba yupo Mungu ambao watu wanaombewa na wanafunguliwa, nikasema ngoja niende. Kwa hiyo kwa sababu ni vitu ambavyo nilikuwa sijaviona popote, mimi nikaenda tu kama kuangalia na kujaribu. Lakini nilipofika tu kwa mara ya kwanza yani anapita tu, mimi niko nje bado sijaingia, nikaona ameniita mpaka kwa jina langu. Akaniambia ingia ndani, njoo huku mbele. Akaniambia mambo mengi ya maisha yangu. Na pale nikaanza kuona yale mambo aliyoyasema yanatokea kuanzia siku ile. Kwa hiyo nikaona huyu ndo Mungu niliyekuwa namtafuta. Kwa hiyo kiukweli tangu siku hiyo sikuwahi kuacha kwenda kanisani. Labda niwe nimesafiri, kawa naenda hivyo hatua kwa hatua. Kila ninapoenda kuna jambo lilikuwa linatokea. Kafikia mahali ndo nimeingia tu 2007 nikapata kijana wa kazi mchawi nyumbani kwangu. Lakini yule kijana nikawa naishi naye pasipo kujua, kwa sababu nilikuwa bado ni mgeni mbele za Mungu. Lakini nikashangaa, nimetoka kanisani siku hiyo, wa kiume kijana. Kwa hiyo nimetoka kanisani, ibada ya jioni, niko njiani nikakuta vitoto vyangu vilikuwa ni vidogo, nilikuwa na watoto wawili. Lakini nikasikia wanakemea, kuna nini? Nafika walikuwa ni wadogo bado, walikuwa ni wadogo. Kwa sababu naenda nao kanisani, wakawa na wao wameshapata ile nguvu, wakawa wameshajifunza. Kwa hiyo nilivyofika ndani, kwa kweli nikakuta kumbe yule kijana wa kazi alikuwa ni mchawi. Lakini wakawa wameingiza mbwa, akawa ameganda kwenye mlango wa kuingilia wa nyumba yangu. Na ile nyumba nilikuwa bado najenga haijaisha, kwa hiyo natumia mlango mmoja. Ule tunaoingilia akawa amenata hapo. Kwa hiyo nikashangaa sana, kiukweli nilishtuka. Alafu ndo nikapata sasa nguvu ya kujua kwamba kumbe huyu ni Mungu na ana nguvu kubwa. Kwa hiyo wakati napambana pale, sijajua hata nianzie wapi, nikawa nasema tu Mungu nisaidie, Mungu nisaidie. Nikawa naanza kukumbuka vitu ambavyo tunafundishwa pale kanisani na visikiliza. Baadaye nikashangaa yule kijana mwenyewe akapiga magoti akaniambia naomba unisamee. Kwa hiyo kupitia yule mchawi mwenyewe akanihakikishia kwamba wewe una Mungu mzima huku ulikoenda ni Mungu mwenyewe. Akataja mpaka jina kwamba yule sio mbwa, ni mtu. Kwa hiyo akaniambia kupitia huyu mtu ndo tulikuwa tumemgeuza hivi ili aweze kuingia ndani kuweka vitu, lakini bado tumeshangaa ameganda hapo. Kwa hiyo kiukweli ile nawe ikawa ni ushuhuda, ikanisaidia mpaka majirani pale sasa kujua Mungu niliye naye na kuokolewa. Kwa mpaka hivi tunavyoongea kuna majirani zangu wanasali kwenye hili kanisa kupitia hilo. Nikaanza kuingia kwenye utendakazi. Nikachaguliwa kuwa mtendakazi, kupanga viti, kusafisha chooni, safisha kanisa, ndo nilianzia huko. Kwa hiyo nilipoanza huko katika ule utendakazi, lakini unapoitwa mtendakazi kuna mtu anakuja unamsikiliza shida yake. Kama mchungaji hajafika, alafu ndo unamkabidhisha kwa mchungaji. Kwa hiyo katika ile kusikiliza unakuta kuna mtu analetwa ana shida, lakini mchungaji hajafika, inabidi umuombee ili aondoke, kwa sababu katika hili kanisa tunafundishwa ujasiri. Unapoingia tu kwa mara ya kwanza unafundishwa ujasiri, na baba anatuelekeza kwamba nguvu ambayo Mungu amempa anawapa na watoto wake. Kwa hiyo kupitia lile mimi nikawa natembea nalo kwa ujasiri. Kwa hiyo nikawa naona kwamba kumbe kila kitu naweza kufanya. Kwa hiyo nikawa najikuta natamka neno kwa mtu, yule mtu amefunguliwa, anaondoka ni mzima. Kwa hiyo nikazidi kupata ujasiri na kuona kwamba yupo Mungu mahali hapa na ni Mungu niliyekuwa namtafuta. Kwa hiyo kupitia hilo kiukweli likanifanya kuwa imara mpaka leo.
na nikaendelea kumuona Mungu. Kuna vitu vikubwa vikawa vinafanyika kiasi kwamba hata mimi nikaa sielewi. Vikawa vinanishtua, yani hichi kitu mbona nimetamka tu hivi alafu kimefanyika? Mimi ni nani? Ukajikuta una nguvu fulani ya kufanya vitu kupitia maombi. Kupitia maombi. Yani nikajikuta yani kuna nguvu. Kwa hiyo ile nguvu ikawa inanipa ujasiri. Kwa hiyo imeenda baadaye nikainuliwa tena kwa mchungaji. Askofu akanipaka mafuta baba yetu. Akasema utakuwa mchungaji. Kwa hiyo nikaingia sasa kwenye uchungaji, ndo nikaingia mpaka kuhubiri, sasa kuanza kuhubiri. Sasa ujue umetoka Uislamu na usabato ni kitu ambacho hujawahi, umeona. Kwa hiyo hata baba alivyoniambia wewe utakuwa mhubiri, utahubiri sana, nikanaambia hapana, mimi sitoweza. Tasimamaje mbele za watu? Akasema hapana, utasimama, tena utakuwa tu na ujasiri. Kwa hiyo neno lake ndilo likawa linanitia nguvu. Kwa hiyo mbona amesema kikitokea, mbona baba amesema nitasimama, mbona amesema yeye si ndo amesema, umeona. Kwa hiyo nikaenda kwa hizo hatua, kaja tena nikainuliwa kuwa mwangalizi. Miaka hapo inakuwa imepita, miaka inasogea, kapitia tena uangalizi mpaka sasa hivi nimefikia uaskofu. Kwa hiyo naendelea kumuomba Mungu, lakini tena ni mtumishi wa Mungu na mtumikia Mungu. Kwa hiyo katika historia hii ya maisha yangu mpaka kuwa kanisani na kuamini kabisa, mpaka nikaacha kote huko ambapo ni wazazi wapo, nikaona sasa nisimame kwa mzazi huyu wa kiroho moja kwa moja, ni kutokana na mambo makubwa. Ilifikia mahali mimi ile vita haikuisha. Akaja tena kijana mwingine katika kutafuta kijana mchawi, akaja tena mwingine. Akawa tena ni mchawi, hiyo ilikuwa ni mwaka 2019. Kwa hiyo nimeishi na yule kijana ndani, kumbe tena ni mchawi. Sasa kwa hapo, kwa sababu tayari nishafikia kuwa mwangalizi, natumika sasa, naombea watu na baba anatuombea kuwa na macho. Maombi ni kama kawaida, lazima niombe na watoto wangu asubuhi ndipo waende shuleni, niombe nao usiku. Bado natoka naenda kwenye huduma, nafanya kule maombi, naombea watu, nahubiri, naombea wanafunguliwa kwa neema ya Mungu ambayo iko ndani ya baba yetu. Kwa hiyo kupitia hivyo nikaletewa tena kijana mchawi. Sasa yule nilishakuwa na mashaka naye kwamba mbona kama simuelewi, yani moyoni sikumpokea. Sikuwa na amani naye. Lakini sasa ukishakuwa na familia, mko wengi, sio kila mtu atakuelewa kwa sababu wewe ndo unayevijua, mwingine hajui. Kwa hiyo nikalazimika kumpokea. Lakini nilikaa siku hiyo niko nafanya huduma, nakumbuka ilikuwa kituo cha Sinza. Nahubiri kule, naombea watu. Nikawa nimepigiwa simu wakati kule nafanya maombi ya kufungua watu, yule kijana akawa ameanguka kule nyumbani kwangu, anajitupa chini. Kwa hiyo nikamweleza dada wa kazi kwamba toka nje, mfungie ndani, weka nje na mtoto. Hapo nilikuwa nawasiliana naye yani kwa simu, kwa sababu alipiga, nikampa mtu apokee, mtendakazi. Akapokea, ndo akaniletea taarifa. Si ni kitu cha kushtua, na dada yuko na mtoto ameogopa. Kwa hiyo yule dada nikawa nimempa maelekezo kwamba mwambie afunge mlango watoke nje. Kwa baadaye niliporudi nikakuta yule kijana ameshatulia, lakini yeye mwenyewe akaniambia naomba tuongee. Kati tumeongea na yeye akaanza kufunguka, kuniambia kwamba alitumwa aniue mimi na watoto wangu, kulingana na Mungu huyu ninayemtumikia, na haribu kazi nyingi za wachawi, vitu vyao vinaharibika, kazi zao zinaharibika. Hivyo mimi nikiwa sielewi chochote, basi nilimuombea yule mchawi. Mimi nikaomba kama kawaida, nikamwambia nataka silaha za kichawi zote uzisalimishe. Nikashangaa kwa nguvu ya mahali hapa ya huyu Mungu wa ufunuo alioko ndani ya askofu mkuu ambaye ni baba yetu Dr. Paul Bendera. Nikashangaa, mimi namwambia tu ule mchawi lazima utasalimisha. Baadaye nikaona ananiambia sawa, nitafanya hivyo. Baadaye akasema nipishe njia, nilikuwa nimezuia mlangoni, sogea mlangoni. Maajabu niliyoyaona ambayo mpaka leo yamenipa kuwa imara na kusimama kwa Mungu, kujua kwamba nina Mungu mwenye nguvu. Yule kijana alinyanyuka akapaa juu, hajashika mahali.
akapaa juu na watu wanaona. Niliokuwa nao pale ndani kwenye familia, kulikuwa na wageni, dada yangu na kaka yangu, mtoto wa mamangu mkubwa, na mtoto wangu mmoja alikuwepo, msichana wa kazi. Tukashangaa na paa bila kushika mahali, anavuka mpaka juu ya tenki la maji, akatoka huko nje akaenda. Kweli alileta vitu vingi, alileta michanga, akasema ni nyayo za watu, vitovu vya watoto, nywele za watu walizonyolewa, vidole hivi, vitu vya ajabu vya kutisha. Na nikapata nguvu, nikawa nachukua vile vitu nawasha moto na viteketeza usiku kucha. Na hiyo habari ilitokea usiku? Usiku, ni usiku kwa sababu mimi nimefika nyumbani saa 3 usiku kutoka ibadani. Kwa hiyo mpaka nimeongea naye, hivyo vitu vilianza kutokea saa 9, yani tumeingia kwenye maombi ya saa 9. Sababu tunakuaga na maombi ya saa 9 ambayo askofu mkuu alielekeza tuwe tunaomba. Kwa hiyo saa 9 nikawa nina utaratibu wa hayo maombi, na ndo alikuwa yani ndo kama uzinduzi, yani ndo alikuwa ameyasema. Umeona? Kwa hiyo nikaambia hebu tuombeni, tusisheni kwanza maongezi, tuombe saa 9. Kaambia yule kijana twende tukaombe chumbani kwako. Ndo sasa akaishiwa nguvu za kichawi zikatokea, zikashindwa. Sasa ndo nguvu za Mungu zikaonekana. Lakini hapo hapo 2013 nikawa nimebeba ujauzito. Sasa mimi nina watoto 2 wa kiume. Nilivyokwenda Aga Khan kuangalia, nikaambiwa na yule ni mtoto wa kiume. Hapo nimekwenda hospitalini. Sasa nikawa najiuliza, sasa mtoto wa kiume na nao tayari 2, mbona natamani wa kike? Kwa hiyo nikapata tu kitu kikaniambia andaa sadaka, nenda kwa askofu mkuu. Kwa hiyo nikaandaa sadaka, nikamfuata askofu ambaye ni baba yetu ofisi. Kaambia, baba, mimi nina watoto 2 wa kiume na unawafahamu, lakini tena nina ujauzito huu, nimeambiwa ni mtoto wa kiume, mimi nahitaji mtoto wa kike, naomba unisaidie, unibadilishie. Akaniambia basi sawa mtoto wangu, nitakuombea, nenda ibadani. Kwa hiyo nilivyofika ibadani siku ya Jumapili, akaniinua akaniombea. Nilivikwa nguvu kubwa sana, nilishikwa na watu wengi, tumbo kubwa, mimba kubwa. Kama ilikuwa ni mimba kabisa, mimba kubwa kabisa ya kukaribia kujifungua. Umeona? Kwa hiyo akasema ninabadilisha jinsia ya mtoto wako. Tena akawa ameniambia nabadilisha jinsia, ila sura amefanana na babake, atafanana naye hivyo hivyo. Basi siku zilivyofika, siku chache, uchungu ukaja. Nilivyokwenda kujifungua, kweli nikajifungua mtoto wa kike. Kwa hiyo hiko kikazidi tena kunipa imani yani kubwa zaidi, na kunifanya kwamba kujua nina Mungu ambaye ni Mungu mzima, yani Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Nikaona hata yale yaliyoandikwa kwenye maandiko kumbe ndo kweli yanatokea sasa mahali hapa. Kwa hiyo ndo ikazidi kunipa ujasiri, hata hii ilivyofikia 2019 kusimama na yule mchawi na kumwambia kwamba nataka usalimishe vitu. Yani tayari nishaona ni Mungu ambaye hashindwi, ni Mungu ambaye anatenda makubwa, ni Mungu ambaye anaweza kufanya lolote, yani lolote, na likatokea. Kwa hiyo hayo ni mambo machache ambayo nimekueleza, lakini ni mengi sana ambayo Mungu amenifanyia, mengi mno. Kwa sababu cha kwanza, ile nikikwambia nilivyoingia tu mambo yangu alioniambia siku ya taja, nitegemea utaniuliza. Kile cha kwanza tu alichoniambia, ile ndo nimeingia siku ya kwanza, simjui hanijui. Akaniambia, mtoto wangu, wewe una nyota kubwa sana ya mafanikio, ila nyota yako imefungwa, ninaifungua. Na ili ujue umefunguliwa, mume wako anakwenda kupata pesa na atapata 2 milioni. Mwambie akiona hiyo pesa imetokea asiogope, ni Mungu amempa. Wakati huo sasa manake ni unapitia sasa kweli? Napitia. Mambo ni magumu, nakaa chumba na seble na mtoto. Kwa hiyo si tunalala chumbani, mtoto sebleni. Kwa hiyo alivyosema vile, unajua ukiwa mgeni vitu ambavyo hujawahi kukutana navyo, hichi ni kitu gani? Hivi inawezekanaje? Itapatikana vipi? Umeona?
Nikatoka nikaenda nikamwambia yule mwenzangu, mbona kule kanisani nimeambiwa hivi na hivi. Kweli tukawa tunaulizana, lakini haikupita wiki kweli akaja na ile pesa milioni 2 kamili. Kwa hiyo hichi ni kitu gani? Nilichanganyikiwa, kiukweli nilichanganyikiwa. Maana kila ambacho unaambiwa kitatokea na kinatokea kweli. Yaani akikuzidi akikupungua. Umeona? Basi akaniambia chukua sadaka basi peleka ukamshukuru Mungu. Kwa hiyo nikachukua sadaka, nilivyopeleka kwa baba akaniambia umeleta sadaka mtoto wangu, limetimia. Basi anakwenda tena kupata milioni 5. Umeona? Hautaisha huu mwezi. Kwa hiyo kweli haukuisha mwezi, yani imepita ile wiki ya pili yake kweli akaja na milioni 5. Ikanivuruga sana, nikasema sasa hapa si banduki. Sema sina tena pa kwenda. Mungu niliyekuwa ninamtafuta ndiye huyu hapa. Sasa tangu hapo ndo nikaanza kumuona Mungu akitenda makubwa. Kwa hiyo nikatoka tena kwenye uangalizi nikapakwa mafuta ya askofu. Lakini jina langu sasa ni hilo Rahma, sikutaka kubadilisha. Nimebaki pale pale. Amina sana. Mama, umeniambia mambo mengi yanayosisimua na kuogopesha, lakini yanayonipa imani pia. Mimi kama mimi na imani pia, hata mtazamaji wangu pia naye anapata imani. Lakini kuna kitu kimenigusa sana. Kitendo cha unasema wakati ndo umeingia kwenye imani, upo kanisani mara ya kwanza kabisa baada ya kumpata ule kijana, ukawakuta watoto wakifanya maombi. Natamani nijue walikuwa ni watoto wa umri gani, lakini pia unatufundisha nini sasa wazazi kuhusiana na swala zima la watoto, kwa sababu wengi tumezoea watoto kuacha nyuma. Umeona, lakini kumbe mtoto anaweza kubadilisha kitu, anaweza kufanya kitu. Natamani sasa kuzungumza kuhusiana na hilo la watoto kufanya maombi nyumbani mpaka ukakuta mambo yamegoma, huyo mchawi ameshindwa kuingia ndani, ambaye ndiye alikuwa mbwa amefanywa kuwa mtu anashindwa kuingia ndani. Unatuambia nini kuhusu hasa kuwapa watoto pia kile ambacho sisi watu wazima tunakipata? Ninachoweza kusema, ukimlea mtoto katika njia ya kumjua Mungu, yule mtoto atakuwa katika hiyo njia na hata iacha. Na kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kumtafuta kwa mabaya, lakini visimwezi, visimpati. Katika dunia hii tunayoishi mambo ni mengi. Mabaya mengi yanayowapata watu yametengenezwa na watu. Magonjwa mengi wanayougua watu sio kusudi la Mungu, ni wanadamu wenzetu ndio wameyatengeneza. Kwa hiyo ukimtengeneza mtoto katika kumjua Mungu, na wewe mzazi ukawa unamjua Mungu na kusimama mbele za Mungu, nyumba inakuwa na ulinzi mkubwa. Kwa sababu wachawi wanaweza wakakushindwa wewe mzazi, wakapitia watoto. Akishapitia mtoto wako akakuharibia mtoto, tayari we mzazi lazima utayumba hata kwenye imani. Lakini ukiwa na mtoto ambaye amesimama na amemjua Mungu vizuri na anajua njia ya Mungu, na unaenda naye kanisani kila siku, anasikia mafundisho, anaona watu anavyoomba, mnaomba tena nyumbani, anachukua vile vitu, vinafanyika ushindi na utetezi mkubwa. Kwa sababu hata kilichotokea mimi mwenyewe nilishangaa. Wale watoto sio kwamba nilikaa nao nikawa naambia kukitokea kitu muombe, kwa sababu sikutegemea kama kingetokea. Ila mmoja, kwa sababu nilimzaa 2005. Kwa hiyo 2007 ni mtoto ambaye alikuwa na miaka 2 tu, ndo anaanza kutembea. Huyu mwingine nimemzaa mwaka 2000. Kwa hiyo 2007 tayari alikuwa na miaka 7 tu. Lakini hata mimi kile kitendo cha kutokea na kusikia wanakemea kwa jina Yesu, kale kadogo akawezi hata kusema, lakini kaanza kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kwa kelele, yani nasikia nikiwa mbali. Kiukweli mimi mwenyewe nilimuogopa Mungu sana. Nilimuogopa, na ile ndo ikanipa nguvu ya kuzidi kuwajenga watoto na kuwaambia kwamba msiache kwenda kanisani. Kwa hiyo hata katika hivi ninavyokuambia, hao watu ambao huyo niliyekutana naye 2007 mpaka watoto wakaomba, katika kuongea na wao walikuwa wanasema, kwanza tulikuwa tumeelekezwa tuzuru hata watoto wako, lakini tumeshindwa. Kwa nini wameshindwa? Ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Huyu niliyemkimbilia ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mzima aliyeumba mbingu na nchi. Nimembeba mimi, nikawajenga na watoto wangu kumbeba. Kwa hiyo Mungu aliwatumia wale watoto kufanyika kama chanzo
cha kukemea. Kwa hiyo hata kama kile kitu kingetumwa kiwazuru watoto, mimi nikiwa sipo, na hata siku hiyo niliwaacha kwa sababu alikuwa amechelewa kutoka shuleni, kwa sababu nilikuwa nawapeleka shuleni mapema. Kale kadogo nilikuwa nishakapeleka nasari jirani pale kwenda kucheza ili napokwenda kwenye huduma nisikaache na dada wa kazi nyumbani. Kwa hiyo wakawa wamechelewa, nikaona wasinicheleweshe. Kumbe inawezekana ilikuwa ni kusudi la Mungu hata mimi kunifanya nijue faida, kujua kinachoendelea na kujua faida ya kuwafundisha watoto na kuwalea katika njia ya kumjua Mungu na kusimamia kwenye maombi. Kwa hiyo kiukweli hata mimi kilinijenga sana. Sababu yule alisema yeye kwamba nilishatumwa hata watoto ni wazuru, lakini nikashindwa. Na alikuwa ananieleza vitu vingi ambavyo mimi nilikuwa naviona pale chumbani kwa watoto. Unaweza ukaja umekuta manyoya ya kuku yamejaa kitandani. Lakini nikimuuliza nakwambia yani sijajua, sijui imekuwa, yani anakupa visababu ambavyo hazieleweki, alafu unajikuta yani hujamkazania, unapuuzia. Lakini kumbe Mungu pia alitaka kunijenga na mimi. Inawezekana ningepambana naye kimwili nisingejifunza vitu vingi, lakini kupitia ile ya mimi sipo, lakini wameingiza mtu wao kwa njia ya mbwa akaganda mlangoni. Kiukweli hicho kitu kinanijenga na kinanipa ujasiri kiasi kwamba yani nasema sasa nikimwacha Mungu itakuwaje? Niende wapi sasa? Mbona huyu Mungu anatenda vitu vikubwa? Kwa hiyo nikilinganisha hivyo na vingine vingi ambavyo sitaki kukuchukulia muda mwingi, nikipata tena nafasi nitavisema. Hapo katikati kuna vingi vimepita. Wasichana wa kazi, vitu vingi vimepita, lakini haya ni yale makubwa ambayo nimeona sasa nikuelezea, ambayo yani hayo yamenipa nguvu zaidi na ujasiri zaidi wa kusimama na kumwamini Mungu kwa ujasiri na nguvu. Amina sana mama. Naamini hata mtazamaji wangu kuna kitu kajifunza. Ndio maana siku zote ulikuwa unanipiga kona. Najua una vitu vingi sana ambavyo vitatuchukua hata masaa 3-4 kuvizungumza kwa matendo makubwa ambayo Mungu amekutendea. Lakini mtazamaji wangu wa Ufunuo, naamini kuna kitu umejifunza kutoka kwa Askofu Rahma. Kama kuna swali ambalo ulikuwa unajiuliza, nadhani kuna baadhi ya maswali ameyajibu. Na kwa sababu tutakuwa tukifanya hivi kila Jumapili, wewe usikose kukaa hapa. Sasa mama, kwa nilivyokuelewa umesema kwamba haukuzaliwa katika huduma hii. Ulikuja tu na ukaanza kwanza ukuja tu kama mtu katika ibada. Baadaye ukaanza kusafisha vyoo vya kanisa. Baadaye ukawa mwangalizi. Baadaye ukaanza na uchungaji. Ukawa mwangalizi. Sasa nazungumza na askofu mwenye mamlaka makubwa kabisa, ambaye anatamka na mwenye sauti kubwa sana. Mtazamaji wangu, nitakuwekea vitu vyake utaviona, kwa sababu akisimama hapo juu waga hata ardhi inatetemeka. Kwa hiyo natamani siku nyingine tukirudi hapa tupate tena simulizi zingine na shuhuda zingine ambazo pia tunaweza tukajifunza namna ya kumtegemea Mungu kutoka kwako. Sijui unakubaliana na mimi? Hilo ni ombi. Nashukuru sana. Amina mama. Basi mtazamaji wangu, kufikia hapa mimi nakuwa sina la ziada. Mungu akubariki sana na endelea kutufuatilia, lakini ili kuendelea kuwa mwanafamilia wa Ufunuo, usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Ufunuo TV, lakini pia usisahau kulike na pia kushare. Kuna sehemu imeandikwa share pale. Share habari hizi na watu wengine kama zimekuvutia, ili wote tuendelee kuokolewa. Lakini kama kuna swali unajiuliza, niandikie komenti yako hapo. Mimi nitakuja kuisoma na tutakujibu vizuri kabisa, na Mungu atubariki sote. Nyuma ya kamera yupo Kelvin Nyorobi. Mungu akubariki na nikutakie wakati mwema. Asante na kwaheri.